watu hawanywi maji kule. Siku bibi alivyonikuta na kunywa maji, akaniambia, mwanangu, hutajikuna, unakunywa maji. Maji ni ya kunywa. Na mimi nilizaliwa kwenye familia ya kilevi, si nimewaambia. Nilipozaliwa nilikutana na mitungi ya pombe ndani. Kwetu chai sio issue. Chai sio issue, pombe. Amina. Hapa nahubiriwa Yesu aliye hai. Yesu aliyehakikishwa. Yesu aliyethibitishwa. Yes. Yesu aliye mwana wa Mungu. Hallelujah. Yesu aliye mwokozi. Yesu aliye mponyaji. Amina. Yesu anayebadilisha. Amina. Yesu mtenda miujiza. Yesu wa upendo. Yesu wa baraka. Hallelujah. Yesu anayekupenda. Hallelujah. Yesu aliyezaliwa. Yes. Akaishi hapa duniani. Akazaliwa. Akakutana na watu wa aina mbalimbali. Yes. Alivyokutana na vibaka. Waliokoka wakaitwa walokole. Alivyokutana na makahaba, uzinzi uliondoka, wakaitwa walokole. Alivyokutana na vipofu, walipata kuona. Alivyokutana na viwete, waliweza kutembea. Alivyokutana na maiti, na zenyewe zikafufuka. Na mwisho wa yote, lililo kubwa kuliko yote, kaburi likashindwa kumshika. Yeye yu hai. Na sasa yu hai. Jina lake li hai. Ni jina linalotenda miujiza. Ndio. Hatujaleta Yesu aliyekaukiana msalabani. Tumemleta Yesu aliye hai. Jina lake linatisha kama nini kabisa. Yaani unapotaja jina la Yesu, kila mtu anakushangaa. Amina. Wewe siku moja wewe nenda pale St. Jema pale, upande Kifodi au Kihaisi. Halafu uwe kama umejikua ukasema Yesu. Yaani utashangaa daladala yote au Kihaisi chote kimetaharuki. Huyu mtu ni mtu wa namna gani anayeleta jina la Yesu mahali hapa? Jina la Yesu linatetemesha falme, linatetemesha mamlaka, linatetemesha kuzimu, linatetemesha walio hai. Wewe sikiliza, alipozaliwa tu, angali akiwa kichanga. Wakati angali kichanga, wafalme wakaanza kuhangaika. Yuko wapi huyo aliyezaliwa? Tukamtafute. Akasababisha majanga. Watu wakaua watoto wao wa kiume kwa sababu kuna aliyetishio aliyezaliwa. Haleluya. Watu wa mzabibu, watu wa mzabibu, sikiliza, yuko Yesu aliyetetemesha falme, anayetetemesha mamlaka, anayetetemesha wachawi, anayetetemesha majini. Yuko Yesu aliye hai. Jina lake limepita majina yote. Limepita majina yote. Na kila goti litapigwa mbele zake. Haleluya. Yaani tutoke Dar es Salaam, tuache wake zetu na waume zetu wazuri, hapo sasa tuje huku Dodoma. Yaani tuje tukacheze tu? Hapana. Hapana. Kuna kitu cha ziada. Tuna kitu cha ziada kwa ajili yako. Tuna kitu cha ziada kwa ajili yako mama. Tuna kitu cha ziada kwa ajili yako baba. Tuna kitu cha ziada. Amina. Haleluya, haleluya. Yeye ni Alfa na Omega. Ni mwanzo na mwisho. Ndio. Wengi wetu tunafanya kosa kumfahamu Yesu alikozaliwa. Alipozaliwa tunamuona ni katoto kachanga mpaka sasa. Lakini Yesu hakuanzia pale. Yesu hakuanzia pale. Na ndio maana unapomuona Yesu ni mtoto mchanga, ndio maana dhambi zako haziondoki. Wachawi wanakupigia kama wanavyotaka. Wakitaka kula kuku wanakuja kwako, wanakuambia tunataka kuku mweupe, na wewe unampelekea. Anaenda anakuambia naenda kukutengenezea dawa. Anakamua yale mavi na utumbo, anakufungia kwenye nguo nyeusi. Alafu unavaa, unasema eti ni dawa. Kumbe umevaa mavi ya kuku, yeye kala nyama. Alafu anakwambia dawa hivi ni dawa ya nini? Eti niwaulize, eti irizi ni dawa ya nini? Ni dawa ya kipindupindu? Au dawa ya safura? Ni dawa ya nini? Ya malaria? Ni dawa ya nini jamani? Alafu anakwambia lifiche, nenda kalifiche. Alafu anakwambia eti huyo ni mlinzi. Jamani, mlinzi, ukikuta mlinzi analala uvunguni mwa bosi, huyo ni mhuni, sio mlinzi huyo. Kwa hiyo wewe
yeye ndio anayelinda lile hirizi. Kwa sababu unamuona Yesu ni mtoto. Sisi tunamuona ni Mungu anayeokoa. Tunamuona ni mfalme wa wafalme. Tunamuona ni Bwana wa mabwana. Yeye anatupigania vita vyetu. Yeye anatupa ushindi dhidi ya dhambi. Anatupa ushindi dhidi ya nguvu za giza. Shetani na malaika zake na mapepo yake yote yanapiga saluti kwa Yesu. Na kama yanapiga saluti kwa Yesu, hata kwetu yanapiga saluti, kwa sababu sisi tulioko hapa Yesu yuko ndani yetu na sisi ndani ya Yesu. Haleluya. Tukaona Yesu alikuja kuleta ukombozi duniani. Mwanadamu anahitaji ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wote tulikuwa chini ya himaya ya shetani. Shetani alikuwa ametukalia kama anavyotaka. Akitaka kukupiga kwenzi, huna mtetezi. Akitaka kukufinya, huna mtetezi. Lakini alikuja mwanaume mmoja anaitwa Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, akalipa gharama ya ukombozi, akatukomboa kutoka kwenye mikono ya shetani. Na ndio maana nasema wale wanaosema njoo tukukomboe, wale wanataka hela yako tu, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyethibitishwa anayeweza kumkomboa mwanadamu. Hakuna fedha iliyothibitishwa inayoweza kumkomboa mwanadamu. Hakuna dhahabu iliyothibitishwa inayoweza kumkomboa mwanadamu. Aliyemkomboa mwanadamu ni mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye anatukomboa. Yes.